Habari gani mwana familia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko duniani. Tuko hapa na Janet Rithe. Huyu ni mwanamama ambaye alishikiliwa na jeshi la polisi kutokea chama cha ACT Wazalendo kwa kutoa lugha ambayo ilitafasiliwa kwamba ni kashfa au ni lugha chafu kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Sasa ni kwamba ACT Wazalendo wameweza kutoa taarifa kwamba mwanamama huyu bado mpaka sasa hivi anashikiliwa na jeshi la polisi na wameandika kwamba taarifa kwa umma, polisi yaendelea kumshikilia Janet Rithe. Chama cha ACT Wazalendo tunapenda kujulisha umma kuwa mwenyekiti wa ngome ya wanawake taifa ndugu Janet Joel Rithe kwa siku ya 3 leo bado anashikiliwa na jeshi la polisi kituo cha kati Dar es Salaam kwa mahojiano. Na by the way, manake leo ni siku ya 4. Hii ilikuwa ni taarifa ya siku ya jana. So leo ni siku ya 4. Janet bado ameshikiliwa na jeshi la polisi. Anasema wanasema mapema jana tarehe 21 ambayo ni juzi Juni 2025 majira ya saa 3 asubuhi mawakili wa chama walifika kituo cha polisi cha kati Central Police anaposhikiliwa kwa ajili ya kuendelea na taratibu za kufuatilia dhamana yake. Hata hivyo, juhudi hizo ziligonga mwamba kwa maelezo kuwa kuna maafisa wa polisi kutoka makao makuu wanatakiwa kufika waendelee na mahojiano zaidi, na kwamba baada ya mahojiano hayo ndipo atapatiwa dhamana. Jana polisi wa kituo cha kati walifanya tena mahojiano na Janet yaliyodumu kwa takriban masaa takriban saa 2. Kisha akarejeshwa mahabusu kwa madai yale yale kuwa anatakiwa kuonana na maafisa wa polisi kutoka makao makuu kwa mahojiano zaidi. ACT Wazalendo tunasikitishwa na hatua hii inayokiuka utaratibu wa sheria na haki za mtuhumiwa, kwani sheria zetu haziruhusu kumweka mtu mahabusu kwa zaidi ya masaa 28 pasipo kutoa dhamana au kumfikisha mahakamani ikiwa ana makosa. Polisi wamemshikilia Janet mahabusu kwa zaidi ya masaa 50 na sasa pasipo kumpa dhamana ambayo ni haki yake kisheria. ACT Wazalendo inatoa shukrani kwa taasisi na watu wote waliopaza sauti na wanaoendelea kupaza sauti zao kwa ajili ya haki ya Janet Rithe. Sauti hizo ni muhimu katika mapambano ya kudai haki, uhuru wa maoni, utawala wa sheria na demokrasia katika nchi yetu. Tutaendelea kutoa taarifa juu ya kinachoendelea kuhusu swala hili kadri inavyowezekana, ikiwemo hatua ambazo chama zitachukua kuhakikisha Janet anatendewa haki kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. ACT Wazalendo taifa kwanza leo na kesho imetolewa na Shangwe Ayo, naibu katibu idara ya habari, uenezi na mahusiano na umma, ACT Wazalendo, Juni 22, 2025. Sasa hii ni taarifa ambayo wameweza kutoa ACT Wazalendo kuhusiana na swala la Janet Rithe. Hebu nadhani tumsikilize alichokizungumza Janet mpaka kikapelekea yote haya kutokea. Ninaona wanawake wakiwa wamevaa mavazi ya gharama na wanapita wakikwambia Samia tena mitano. Nikiangalia ninashangaa wanawake wa Tanzania. Madhila makubwa tunayoyapata ni kutokana na uongozi mbovu wa Chama cha Mapinduzi. Madhila makubwa tunayoyapata ni kutokana na uongozi huo wa Samia. Kwanza mimi nina swali ambayo najiuliza. Hivi hatuoni kama Samia anaenda kuongoza miaka 15? Amekuwa makamu wa rais kwa miaka 5, amekuwa rais kwa miaka 5 tena,
na sasa tunaenda kumpa miaka 5 mingine. Hatuoni kwamba ameongoza kwa miaka 15 na amevunja katiba? Na mkimwangalia amechanganyikiwa jamani. Hasa mnaendaje kuchagua mtu aliyechanganyikiwa? Juzi katuambia eti Tanzania uchumi umekuwa kuliko Marekani. Hata kipofu jamani na kiziwi hili jambo akisikiliza anachanganyikiwa kabisa. Ni namna ya kiongozi aliyechanganyikiwa. Ni namna ya kiongozi ambaye haoni dira mbele yake. Sijui kitu gani kinamchanganya. Ndio maana CCM wamebakia kulindwa na dola ama polisi. Nilikuwa najaribu kupata takwimu za polisi. Nauliza, hivi Tanzania nzima polisi wako wangapi? Naambiwa hawazidi 100,000. Sasa kama polisi hawazidi 100,000, sisi wa Tanzania tunakaribia milioni 60, si ndio makamu mwenyekiti? Hebu tugawane na hawa 100,000, sisimizi tu. Kama unakanyaga simizi. Hivi kweli polisi ambao wana njaa kama sisi leo tukiamua kushughulika nao watabaki salama? 100,000 kwa milioni 60. Kwanza CCM juzi wametuambia wako milioni 13. Wachache sana. Sisi wa Tanzania tukisema tumechoka, tunataka kufanya mabadiliko kwenye nchi yetu, tunaweza kufanya mabadiliko. Haswa wanawake. Wanatushinda nini hao? Tunawazaa wenyewe bwana. Hivyo walivyovaa tu ukiwaangalia ni fedha za kodi zetu. Ndio usmart huo. Hawana mashamba ya kulima hawa. Lakini leo wamekubali kutumika na Chama cha Mapinduzi. Alafu naomba niwaulize, sisi tuna tabia moja Waswahili, si ndio? Mwizi anakuja kwako anaiba, unamwangalia, si ndio? Kesho anakuja anaiba tena, bado unamwangalia tu. Kesho kuto unasema nitatengeneza geti bwana niweze kulinda. Hivi tukikamataga wezi tukawapeleka pale kituo cha polisi Urafiki, kesho akitoka nini kinamkuta? Nini kinamkuta? CCM ni wezi ambao wanaiba, wameiba mali zetu, wamechoka. Sasa wameamua kuiba uongozi. Mwizi tunamwachia tu, tunamwangalia. Acheni oga. Mwizi tunamwangalia tu, tunamwangalia na tuibia. Sasa hivi tumesema wanavyotaka tunataka. Ng'ombe atachinjwa popote alipoelekea. Akielekea Kibra tutachinja, akielekea kwingineko tunachinja. Ndivyo ilivyo. Tumechoka. Tuchoshwe na tabia ya kulialia. Hivi kila siku wewe unaniibia mimi tu mimi nalia. Wanawake ambao ndio wenye changamoto nyingi. Ninaamini tunaenda kuikataa CCM. Ninaamini tunaenda kuungana na ACT Wazalendo ili tutengeneze jeshi kubwa la wanawake. Hata sisi tunaosoma Biblia tunaona wakati wa Yesu mabadiliko makubwa yalifanywa na wanawake. Wanawake wa Tanzania mko wapi? Na wauliza, wanawake wa Tanzania mko wapi? Twendeni tukafanye mabadiliko. Tuseme inatosha. Watoto wetu wanauawa. Watoto wetu wanatekwa. Watoto wetu wanapotea. Wanawake wa Tanzania tuko wapi? Hatuwezi kuendelea kulia. Na tunayemlilia eti ndio amiri jeshi mkuu jamani. Samia amechoka na amechanganyikiwa. Hawezi kufanya chochote. Wanawake wa Tanzania tuinuke, tuikomboe Tanzania. Aluta continua, mapambano yanaendelea.